Chama cha Mapinduzi kimesema kinanyosha mkono wa ushirikiano na kupendana kwa vyama vya upinzani katika kulijenga taifa. Kauli hiyo imetolewa leo Jumapili Juni 15 na Katibu Mkuu wa CCM Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi wakati alipokuwa akifunga kongamano la kitaifa la wafugaji nchini kwenye viwanja vya Nyakibindi Bariadi mkoani Simiyu. Dr. Nchimbi amesema CCM inanyosha mkono huo kwa jina la Tutunzane, ambalo ni andiko la mkuu wa wilaya Mvomero Judith Mbuli la kuwaunganisha wakulima na wafugaji. Na ndio maana kwa namna ya pekee sana na wapongeza wilaya ya Mvomero chini ya DC wao Judith Mbuli kwa andiko lao la Tutunzane. Lakini kwamba sikupata kulisoma kabla, nimelisoma leo, nimehamasika kweli kweli. Andiko lao linaeleza umuhimu wa wafugaji kwa taifa letu, umuhimu wa wakulima kwa taifa letu, na kwamba wote wanahitajika katika kuijenga nchi yetu, na kwamba wakifanya kazi kwa kushirikiana, kupendana na kutunzana, taifa letu litaenda kasi zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Nitumie nafasi hii kuwasihi tamko hili tulitumike nchi nzima. Na nasema tutunzane. Na mimi nawahakikishia nikiwa katibu mkuu wa CCM, tamko hilo hatutaishia kwenye wakulima na wafugaji. Hata na vyama vya upinzani tutatunzana nao. Tutaendelea kukumbushana kwamba nchi hii ni yetu wote, wote tuna wajibu wa kujenga taifa letu. Kwa hiyo sisi tutatamani kutunzana na ACT, tutatamani kutunzana na Chadema, tutatamani kutunzana na kafu, wote tutunzane, tupendane wote, au sio? Tunajenga nchi moja, lazima wote tushirikiane. Yale matendo yanayofanya tujenge uhasama miongoni mwetu, matendo yanayofanya tuchukiane, matendo yanayovunja sheria za nchi, lazima tukubaliane, tuwaige watu wa Mvomero, tuwaige wakulima na wafugaji, tuseme sisi wanasiasa pia tutatunzana kama wakulima na wafugaji. Mgombea huyo mwenza mteule wa Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu ujao aliipongeza serikali kwa kuiongezea pumzi sekta ya mifugo. Lakini nitumie nafasi hii kupongeza sana serikali na hasa wizara kwa kazi kubwa ambayo imefanyika katika sekta ya mifugo. Bajeti ya mifugo mwaka 2021-2022 ilikuwa bilioni 66. Lakini bajeti ya mifugo mwaka huu 25-26 imekuwa bilioni 476. Bajeti imepanda kwa zaidi ya 600%. Hii ni kuonyesha kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi inatambua nafasi ya wafugaji kwa vitendo, sio kwa maneno. Maana ukiona serikali na chama chake vinawasifia kwa wafugaji, lakini kule kwenye bajeti hakuna kinachofanyika, maana yake ni kwamba havina dhamira ya kweli ya kuinua ufugaji na wafugaji katika nchi. Lakini dhamira ambayo inaonyeshwa na serikali ya CCM chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupandisha bajeti ya kilimo kwa miaka 4 kwa zaidi ya 600% inaonyesha wazi dhamira ya kweli isiyoyumba na isiyotetereka ya kuinua eneo la kilimo na la ufugaji katika nchi yetu. Dr. Nchimbi akichagizwa na falsafa ya Rais Samia ya 4R alitumia jukwaa hilo kuzima joto la kisiasa katika jimbo la Bariadi kwa kuwaita mbele mbunge wa sasa ambaye pia ni naibu waziri wa maji Mhandisi Kundo Mathew, mkurugenzi mtendaji wa TRC Masanja Kadogosa, pamoja na mbunge wa viti maalum Lucy Sabu, ambao wote hao wawili wametangaza kuunyatia ubunge huo. Balozi Nchimbi aliwaambia wana CCM wa Bariadi ya kwamba Chama cha Mapinduzi kinawahitaji wote hao watatu kutokana na uwezo wao, lakini jukumu la kumchagua mmoja kati ya hao watatu ni la wana CCM wa Bariadi. Abubakar Liongo, Bariadi, Simiyu.